Karibu katika channel hii ya Bamjos TV, uweze kupata mbinu mbalimbali za kudhibiti na kutibu magonjwa kwa kutumia mbinu za kiorganic au mbinu asilia. Katika channel hii utajifunza jinsi ya kutumia mimea ya asili iliyo karibu na wewe kwa ajili ya kudhibiti na kuboresha uzalishaji kwa kuku. Katika somo hili tutaangalia umuhimu wa majani ya mkaratusi kwa kuku. Majani ya mkaratusi ni bomba kwa kuku katika kutibu na kudhibiti magonjwa mbalimbali kama tutakavyoeleza katika somo hili. Inaweza kuwa una changamoto ya magonjwa sugu kwa kuku wako, hasa magonjwa ya mfumo wa hewa kama vile mafua makali, mafua sugu, kikohozi pamoja na dalili nyingine za magonjwa ya mfumo wa hewa kwa kuku. Kwa kutumia majani ya mkaratusi utaweza kudhibiti na kuondoa tatizo hilo la mafua sugu kwa kuku. Endelea kufuatilia somo hili uweze kujifunza namna ya kudhibiti magonjwa hayo pamoja na kupata faida mbalimbali zinazotokana na majani ya mkaratusi kwa kuku. Majani ya mkaratusi ni mmea ambao unapandwa katika misitu mingi ya kupandwa. Ni mmea wenye nguvu katika kutibu magonjwa mbalimbali kwa kuku, na mmea huu wa mkaratusi ni maarufu sana katika kuboresha mfumo wa upumuaji kwa watu. Watu wengi wanatumia njia ya kujifukiza kwa ajili ya kuboresha ama kutibu tatizo la mfumo wa hewa. Kwa mfano kipindi cha corona, watu wengi walikuwa wakitumia majani haya ya mkaratusi kwa ajili ya kujifukiza, wakichanganya na majani mengine ili waweze kujifukiza na kuondokana na tatizo hilo la mfumo wa upumuaji au tatizo la kupumua. Jamii nyingi zimekuwa pia zikitumia majani haya ya mkaratusi kwa ajili ya kujifukiza ili kuondoa matatizo kama vile matatizo ya homa, matatizo ya ngozi pamoja na shida nyinginezo. Mmea huu una maajabu makubwa pia kwa kuku endapo utajua namna ya kutumia na kwa ajili ya kutibu na kuondoa matatizo kwa kuku. Tutaangalia umuhimu kwa kuku, umuhimu gani unaweza kupatikana ukitumia majani haya ya mkaratusi kwa kuku. Zipo faida kuu 3 ambazo tumekuletea na tutazielezea kwa kina. Faida ya kwanza ya majani haya, inasaidia ukuaji kwa kuku, inaboresha ukuaji kwa vifaranga kama ifuatavyo. Ukitumia majani ya mkaratusi au mafuta yanayotokana na majani ya mkaratusi, utapata kuongeza uzito kwa vifaranga kwa haraka, lakini pia inasaidia kuongeza ubadilishwaji wa chakula ama uboreshwaji wa chakula kwa kuku. Kwa hiyo kuku atakuwa anatumia chakula ambacho anapaswa atumie kwa siku na hivyo kuongeza ukuaji. Lakini pia majani haya yanaboresha mmeng'enyo wa chakula kwa sababu yana enzyme nyingi ambazo zinasaidia ufyonzwaji wa nishati pamoja na virutubisho mwilini na hivyo kusaidia kuboresha ukuaji. Lakini pia inaboresha ubora wa nyama pamoja na mayai. Majani haya ya mkaratusi yana compound zinazoitwa polyphenols nyingi ambazo hizi zinaboresha ubora wa nyama pamoja na mayai. Utakapotumia majani haya ya mkaratusi utaweza kupata faida hiyo katika kuboresha ukuaji. Faida ya pili, inasaidia kuongeza uimara wa kinga kwa kuku, na kama unavyojua mpenzi mtazamaji na mfugaji ni kwamba kinga ndiyo kigezo muhimu katika kupambana na magonjwa kwa watu hata pia kwa wanyama. Unapokuwa una kinga iliyo chini, magonjwa na wadudu mbalimbali wanaosababisha magonjwa yanaweza kushambulia na kusababisha vifo ama kusababisha magonjwa sugu kwako ama kwa wanyama wako. Kwa hiyo unapokuwa na kinga imara, unakuwa unaepukana na magonjwa mengi, mwili wako unaweza ukapambana na magonjwa. Kwa hiyo kwa kuku, majani haya ya mkaratusi yana uwezo wa kuongeza uimara wa kinga, na hivyo majani haya yanaongeza seli hai nyeupe za damu ambazo zinasaidia kupambana na magonjwa pamoja na maambukizi mbalimbali. Lakini pia majani haya yanaboresha uitikiaji au mwitikio wa kinga za mwili katika kupambana na magonjwa ama wadudu mbalimbali. Kinga za mwili ama antibody ndizo zinazopambana na magonjwa. Kwa hiyo majani haya ya mkaratusi yanachochea antibody za mwili wa kuku katika kutambua
ama katika kuyatambua magonjwa na kuyashambulia kwa nguvu. Kwa hiyo antibodies zinakuwa na nguvu katika kupambana na magonjwa hayo, lakini pia majani haya yanasaidia kuondoa usugu uliosababishwa na wadudu hao kwa kuku kutokana na matumizi ya antibiotics za madukani. Unapotumia antibiotics za madukani, antibiotics hizo zinazoeleka kwa wadudu hao. Kwa hiyo hao wadudu wanatengeneza ukinzani katika kupambana na antibiotics hizo. Kwa hiyo unapotumia majani haya ya mkaratusi yanasaidia pia kuondoa usugu uliotengenezwa na bakteria katika kutibu magonjwa hayo ya bakteria. Kwa hiyo unakuwa umeboresha namna ya kutibu kuku wako. Lakini pia katika kipengele hiki cha kuboresha kinga ya kuku, majani haya yana viuasumu vingi ambavyo vinapatikana ndani yake. Viuasumu hivi vinaweza kushambulia magonjwa mengi ambayo yanasababisha wadudu wengi wanaosababisha magonjwa, lakini pia viuasumu hivi vinapambana na free radicals ambazo zinaweza kuua seli za mwili na kushusha kinga ya mwili. Kwa hiyo viuasumu hivi vinasaidia kuimarisha kinga kwa kuku. Lakini pia kuna viua bakteria vinavyopatikana katika majani haya ya mkaratusi. Viua bakteria hivi ndivyo vinavyopambana kuua bakteria, kuwashambulia bakteria ambao wanashambulia kuku na kuleta magonjwa. Lakini pia majani haya yana viua fungi au viua fungus, antifungal. Kwa hiyo majani haya ya mkaratusi yana sifa hizi za kuua bakteria na kuua fungus wengi. Ukitumia mafuta yanayotokana na majani ya mkaratusi au majani yenyewe, utaweza kuua bakteria hao na kuua fungus mbalimbali, na hivyo kuongeza kinga kwa kuku na kumfanya kuku awe mbali na magonjwa. Faida ya tatu ya majani haya ya mkaratusi ni kwamba yanapunguza matumizi ya antibiotics kwa kuku. Yaani unapotumia majani haya hautatumia antibiotics zingine za kununua, kwa sababu yana viuasumu vya asili au natural alternative kwa ajili ya kukinga na kutibu magonjwa yanayosababishwa na virusi, bakteria pamoja na fungus. Lakini pia majani yake yanasaidia sana kwa kupambana na wadudu hao na kusababisha au kukusababisha wewe mfugaji usitumie madawa mengi ya madukani. Hizo ni faida ambazo zinatokana na majani haya. Lakini faida zingine pia ni kwamba majani haya ya mkaratusi yana uwezo wa kupambana na stress kwa kuku, na yanasaidia kuondoa stress kwa kuku, hususan kipindi cha baridi sana ama kipindi cha joto. Kwa hiyo unapokuwa ukitumia majani haya hususan kwa kuku wanaotaga pamoja na kuku wa nyama au broilers, utasaidia sana kuwaondolea stress ambazo zitawasaidia wadumae kukua ama washindwe kutaga. Kwa hiyo majani haya ya mkaratusi yatakupatia umuhimu mkubwa sana. Na sasa tuangalie magonjwa yanayoweza kutibiwa na majani haya ya mkaratusi au mazao yanayotokana na majani ya mkaratusi kama vile mafuta. Kama tulivyoeleza hapo mwanzoni kwamba hapo zamani ama mpaka sasa hivi watu wanatumia majani haya kwa ajili ya kujifukiza, kuboresha mfumo wa upumuaji au kuondoa mafua au shida za upumuaji kwa watu. Vivyo hivyo kwa kuku wanaosumbuliwa na mafua sugu, unaweza ukatumia majani haya ya mkaratusi ama mafuta yake kwa ajili ya kupambana na magonjwa hayo ya mfumo wa upumuaji. Kwa hiyo hasa leo nitazungumzia jinsi ya kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa kama vile mafua makali, mafua sugu pamoja na mafua na magonjwa mengine ya mfumo wa hewa yenye dalili kama vile dalili za kupiga chafya, kikohozi pamoja na dalili za kupumua kwa shida. Unapoona dalili hizi, tumia majani ya mkaratusi ama mafuta yanayotokana na mkaratusi kwa ajili ya kutibu dalili hizo za magonjwa ya mfumo wa hewa
au kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa yanayoshambulia kuku wako. Lakini pia magonjwa mengine yanayoweza kutibika ni pamoja na magonjwa mbalimbali yanayosababishwa na bakteria pamoja na fungus. Magonjwa kama vile magonjwa ya miharo yanaweza kutibiwa na majani haya ya mkaratusi. Kwa mfano, majani ya mkaratusi kwa watu yanaweza pia yakatibu shida ya kuhara. Kwa hiyo kwa kuku pia wanaohara miharo mbalimbali, unaweza kutumia majani haya ya mkaratusi, yanasaidia kupunguza ama kuondoa miharo. Hususan katika kipindi hiki cha masika ambapo mvua nyingi zinanyesha, inakuwa ni shida sana kwa katika utunzaji wa vyakula. Kwa hiyo fungus wanaweza kutokea wengi, pia bakteria wanazaliana kwa wingi. Kwa hiyo unaweza kushangaa kuku wako wanahara mara kwa mara na wanapunguza ukuaji pamoja na kupunguza utagaji. Ili kuondokana na tatizo hili, unaweza kutumia majani haya ya mkaratusi ama mafuta yake, na nitakuelekeza namna ya uandaaji hivi punde. Sasa tuangalie namna ya kuandaa majani haya kuwa tiba kwa kuku. Zipo njia mbili ambazo leo nitakufundisha ili uweze kunufaika na majani ya mkaratusi. Mikaratusi iko kila mahali na ni mingi, lakini watu hawajui kama ni dhahabu kwa kuku katika kutibu na kudhibiti magonjwa ya mfumo wa hewa na magonjwa ambayo yamekuwa yakisumbua kuku pamoja na shughuli nzima za ufugaji. Njia ya kwanza utaweza kutumia njia ya kawaida, lakini pia njia ya pili utatumia njia inayoitwa probiotics. Probiotics ni njia ya kuzalisha ama kutengeneza wadudu hai kwa ajili ya kupambana na magonjwa mbalimbali kwa kuku na kuboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kuku na kuongeza ukuaji kwa kuku pamoja na uzalishaji. Na tuangalie njia ya kwanza. Njia ya kwanza hii ni njia ya kawaida, ambapo sasa katika njia hii utaweza kutumia unga wa mkaratusi, mafuta yanayotokana na mkaratusi au chai ya mkaratusi. Tukianza na unga wa majani ya mkaratusi, unatakiwa uchume majani ya mkaratusi na uyakaushe vizuri, yakauke, kisha usage unga wake. Ukishapata unga huo wa mkaratusi, sasa unaweza ukauweka, ukawa unachukua chakula cha kuku unachanganya na unga huu wa majani ya mkaratusi. Chukua gramu 5, changanya kwenye kila nusu kilo ya mchele, au chukua gramu 10 mpaka 15, weka kwenye kilo 1 ya chakula cha kuku. Lakini pia unaweza ukachukua unga huu ukauchanganya na maji. Chukua gramu 5 za unga wa mkaratusi, changanya na maji lita 5. Uwape wanywe kwa muda wa siku 5 hadi siku 7 kwa kuku wanaosumbuliwa na mafua makali ama magonjwa ya mfumo wa hewa. Lakini pia unaweza kutumia mafuta yanayotokana na mkaratusi. Andaa mafuta ambayo yanatokana na mkaratusi na uyachanganye kwenye maji. Chukua mafuta ya mkaratusi kiasi, changanya kwenye maji yao ya kunywa ili kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa, au uchukua hayo mafuta uchanganye kwenye maji kisha upulizie banda la kuku kwa ajili ya kuondoa shida ya upumuaji kwa kuku wako. Lakini pia njia ya tatu katika njia hii ya kawaida ni njia ya kutumia chai ya mkaratusi. Ili tengeneze chai ya mkaratusi, na hii ndiyo njia rahisi ambayo inafanya kazi kwa ufanisi mkubwa na ni rahisi kuitekeleza. Tafuta majani ya mkaratusi kiasi na uyaroweke, ama chukua maji na moto uyachemshe sasa haya majani ya mkaratusi ili uweze kupata chai yake. Ukishapata hiyo chai wapatie uwanywe kuku wako kwa muda wa siku 5 mpaka siku 7, kuku wanaopata shida ya magonjwa ya mfumo wa hewa. Ama unaweza ukachanganya na majani ya oregano. Majani ya oregano ni majani yanayosaidia pia kutibu shida ya mfumo wa hewa. Sasa chukua majani ya mkaratusi mikono miwili, chukua na majani ya oregano mikono miwili, chukua maji lita 5, kisha chemsha hayo maji yachemke. Yakishachemka uyapoze, yakishapoa ongeza maji lita 2 na kisha uchanganye vizuri. Hayo maji unayoongeza ni maji ya kawaida. Changanya vizuri kwenye hayo maji uliyoyachemsha na uwape kuku wako wanywe kwa muda wa siku 5 mpaka siku 7 kwa ajili ya kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa ama magonjwa yanayotokana na shida ya upumuaji kwa kuku. Njia ya pili ni njia ya kutengeneza wadudu hai kwa ajili ya
kuboresha na kutibu magonjwa ya mfumo wa hewa kwa kuku. Njia hii inaitwa probiotics. Njia hii nitakuelekeza sasa jinsi ya kutengeneza dawa hii. Sasa unatakiwa uandae vifaa vifuatavyo. Unatakiwa uandae majani ya mkaratusi, majani ya oregano, lakini pia uandae pumba kiasi, pumba ya mahindi, uandae sukari pamoja na maji. Hatua za kufuata, fuata hatua zifuatazo. Chukua majani ya mkaratusi pamoja na majani ya oregano, uweze kuyaosha vizuri na kuyablend ama kuyasaga kwa pamoja. Baada ya kuyasaga, chukua sasa, ongeza kiwango kidogo cha unga wa mahindi. Unaweza ukachukua mkono mmoja nusu wa majani wa unga ama pumba ya mahindi, unaongeza kwenye hiyo hayo majani ulio ya blend ya oregano pamoja na mkaratusi. Lakini pia chukua kijiko kimoja cha sukari, uongeze kwenye mchanganyiko huo, na uchukue maji lita 5 mpaka lita 7. Uchanganye sasa mchanganyiko huo, kisha uache kwa muda wa siku 4 mpaka siku 5. Lakini kila siku unapaswa kuwa uchanganya, unayakoroga, unaacha. Baada ya siku hizo 4 au siku 5, utaona maji hayo au mchanganyiko huo umeshabadilika na umetengeneza layers fulani hivi. Sasa chukua lita 1 uongeze kwenye lita 10. Yaani unachukua lita 1 ya majani hayo uliyoyatengeneza, uliyoyaloweka, hiyo lita 1 unaongeza kwenye maji lita 10 maji kwa ajili ya kunywa kuku wako. Kisha koroga mchanganyiko huo, uchanganyikane vizuri na uwape kuku wako wanywe kwa muda wa siku 7. Hapo utaweza kuboresha mfumo wa upumuaji, utakuwa unaboresha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula kwa kuku wako, na utakuwa unaongeza kinga kwa kuku wako. Kwa hiyo utaondokana na magonjwa mengi sana ambayo yanasumbua kuku. Kwa kutumia majani haya ya mkaratusi, utaweza kuondokana na matatizo niliyoyataja, hususan matatizo ya mfumo wa upumuaji na matatizo mengi yanayosababishwa na bakteria. Karibu uweze kusubscribe katika channel hii ili uweze kupata masomo mengi mbalimbali kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali kwa kutumia mbinu za asili na jinsi ya kuboresha na kuongeza utagaji kwa kuku kwa kutumia mbinu za asili, jinsi ya kuboost ukuaji wa vifaranga kwa kutumia mbinu za asili. Mbinu za asili ni salama, hazina gharama kubwa na unaweza kuzitumia mahali popote pale mjini ama vijijini. Nashukuru sana kwa kufuatilia somo hili. Karibu katika somo jingine. Asante.